Ujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Hatimaye vyombo vya habari nchini Iran vimethibitisha kifo cha kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei katika mashambulizi ya pamoja yaliyofanywa na Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu. Kulikuwa na taarifa nyingi kwamba kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei huenda ameuawa, lakini pia akitajwa na Rais Masoud Pezeshkian. Lakini wakati huu vyombo vya habari vya serikali vimethibitisha kwamba Al-Khamenei ameuawa. Mashirika mengi ya habari yakiwemo shirika la habari la Tasnim, Mehr pamoja na Press TV kwa wakati mmoja yalitangaza mapema Jumapili kwamba kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 85 ameuawa shahidi katika shambulizi hilo. Kiongozi muadham wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei aliuawa katika shambulizi la pamoja la Marekani, jinai na utawala wa Kizayuni, taarifa rasmi ilisema. Wakati wa mauaji ya shahidi alikuwa akitekeleza majukumu yake aliyopewa na alikuwepo katika sehemu yake ya kazi wakati shambulizi hili lilipotokea, iliongeza taarifa hiyo. Hata hivyo, vita vya kisaikolojia vya utawala wa Kizayuni ni kwamba vimemuondoa kiongozi muadham wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu, na kulikuwa na taarifa kwamba alijificha, lakini taarifa ilikanusha kwamba hakuwa amejificha katika eneo lolote ambalo liliandaliwa. Serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza siku 40 za maombolezo ya umma. Uthibitisho huo ulikuja saa chache baada ya ripoti zinazokinzana kuhusu hatima ya Khamenei. Mapema Jumamosi, Rais wa Marekani Donald Trump alichapisha katika ukurasa wake wa Truth Social akisema kwamba Khamenei, mmoja wa watu waovu zaidi katika historia, amekufa, kufuatia taarifa ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba kuna dalili nyingi kiongozi mkuu wa Iran hayupo tena. Netanyahu alidai kwamba boma la Khamenei lilipigwa katika shambulio kubwa la kushtukiza, akiahidi kwamba maelfu ya walengwa katika uongozi wa Iran watauawa katika siku zijazo na kutoa wito kwa wa Iran kuingia mitaani na kuipindua serikali. Shirika la habari la Tasnim na Mehr za Iran hapo awali ziliripoti kwamba kiongozi mkuu alikuwa imara na thabiti katika kuamuru uwanja huo, wakati waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi aliambia NBC News kwamba takribani maafisa wote wako salama na wako hai. Huenda tumepoteza kamanda mmoja au wawili, alisema waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi. Mashambulizi hayo ambayo Washington na Yerusalemu Magharibi walielezea kama operesheni ya mapema yalilenga uongozi wa Iran pamoja na vifaa vya kijeshi na nyuklia. Trump alisema shambulizi hilo lililenga kuharibu tasnia ya makombora ya Iran na jeshi la wanamaji pamoja na kulazimisha mabadiliko ya serikali huko Tehran. Tangu wakati huo, Iran imelipiza kisasi kwa mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya ardhi ya Israel na kambi zote za kijeshi za Marekani kote Mashariki ya Kati. Hata hivyo, moja kati ya taarifa ambazo zimetolewa wakati huu ni kwamba kutokana na mauaji haya, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itaingia vitani kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya utawala dhalimu wa Jamhuri wa Kiyahudi pamoja na Marekani. Tangazo la siku 40 la maombolezo rasmi na siku 7 za umma nchini kufuatia Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran limesema kuuawa shahidi kwa kiongozi mkuu Ali Khamenei kutakuwa mwanzo wa uasi mkubwa dhidi ya madhalimu wa dunia. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni tanzia baada ya taarifa ambazo zilikuwa zikikinzana kwamba Ayatollah Al-Khamenei ameuawa, lakini mamlaka nchini Iran kupitia televisheni zimeeleza kwamba kiongozi huyo wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei ameuawa shahidi. Endelea kutufuatilia, tutaendelea kukujuza mengi kuhusu vita vinavyoendelea huko katika eneo la Mashariki ya Kati kupitia The World News. Utaweza kufahamu ni nini ambacho kinaendelea. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.